Siku ya leo alhamdulillah tumezungumzia kuhusiana na namna au muundo wa muhadhara. Vipi unatakiwa muhadhara uandaliwe, muundo wa muhadhara unatakiwa uwe vipi, unatakiwa mubaligha ujue unazungumza na nani na rika gani, na vipi ya kuandaa mada. Sasa ikawa mada ile moja, lakini vipi utawasilisha kwa watoto, kwa vijana, kwa watu wazima, kwa wazee, kwa wanawake, kwa wanaume, yaani ni namna gani ya kuandaa ile mada kama wewe mubaligha na muundo wa kuandaa ile mada. Kiukweli semina hii nimenufaika nayo sana. Semina hii imezungumzia mada tofauti ambazo zinafunza na zinaweza kuleta mabadiliko makubwa sana katika jamii na kusababisha maendeleo makubwa sana katika jamii. Kitu kikubwa ambacho nimejifunza katika semina hii, kwanza ni katika sifa za mubaligha. Mubaligha anatakiwa awe na sifa za namna gani? Katika sifa ambazo nimezipenda na nitajitahidi kuwa na muonekano ule ambao unapasa, mubaligha anatakiwa kwanza yeye mwenyewe asomeke kabla ya kile ambacho anawafikishia watu. Lakini si hilo tu, tumejifunza ni namna gani maswali ambayo yanatoka kwa watu, hususan yale maswali ya kizushi yanayohusiana na kukejeli madhehebu ya Kiislamu au Waislamu wenyewe kwa wenyewe kutafarukiana, ni namna gani maswali haya yanaweza kutatuliwa kwa urahisi zaidi, ambazo tumejifunza kwa leo. Pia tumejifunza kuhusiana na mambo ya kifiki na masala ya kifiki na shughulati mbalimbali ambazo mubaligha anakutana nazo katika tablighi, na ni vipi aweze kujitatua katika kufikisha shubahati zile au katika kuzitatua zile shubahati ambazo atakutana nazo yeye kama mubaligha pia atakapofika kwenye majukumu yake. Katika swala hili nimejifunza ya kwamba mubaligh baada ya kupata mafunzo ambayo ameyapata kutokana na elimu ambayo amejifunza, kwanza kabisa anatakiwa kuipamba nafsi yake kutokana na yale mafunzo ili iwe ni kigezo chema kwa jamii ambayo anaenda kuihutubia. Maana yake ni kwamba utakapokaa katika mimbar na ukawaambia wakina mama kwamba mnatakiwa mvae stara, maana yake ni kwamba kabla hujawaambia wewe tukuone una stara. Si hilo tu, tumejifunza swala zima la kutumia mitandao ya kijamii kwa utaratibu ambao unatakiwa. Hii mitandao inaweza ikawa ni faida kwetu sisi na pia ikawa ni hasara kwetu sisi katika matumizi yake. Chochote kile ambacho utakitumia vizuri kitaleta faida na manufaa katika tablighi yako na mingineyo, ambayo video moja au ujumbe mmoja unaweza ukafikia mamilioni ya watu na ikawa ni faida kwa watu wengi, lakini ujumbe mmoja huo unaweza kuleta madhara kwako wewe au kwa taasisi na kwa tablighi yako yote nzima. Kwa hivyo alhamdulillah, tunashukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kujifunza. Pia tunashukuru taasisi ya Bilali kwa kuandaa hili, kwa umuhimu wake uliokuwa nao uliandaa kwetu sisi kina mama. Naomba kwamba hili isiwe ni mwisho, yaani ni mwanzo ambao utakuwa unaendelea, kwa sababu kukutana tu ile kina mama ambao tunatoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya tablighi, hipi peke yake ni tablighi tosha na kubadilishana changamoto zetu.